naomba sisi tutengeneze mikakati ya kuhamisha ajenda kutoka kwenye ajenda za kuwabrandi watu, tuibrandi nchi yetu. Kutoka kwenye ajenda ya kuwasifia watu, tuonyeshe fursa za kiuchumi zilizoko kwenye nchi yetu. Huko ndiko fedha ilipo. Yaani wewe leo hii chukua tu sekta ya utalii. Sekta ya utalii, ukiangalia vivutio tulivyonavyo leo hapa Tanzania, hakuna nchi yoyote Afrika inayoifikia Tanzania kwa utajiri wa sekta ya utalii. Lakini tuulizane wanahabari, wanahabari wangapi wanaoripoti habari za utalii? Alafu twende tuangalie wanahabari wangapi wanaripoti habari za siasa. Ukienda hapo utakuta kule kwenye hela nyingi hakuna ripota, hakuna story. Huku ambako tuna wanasiasa uchwala, wala rushwa, mafisadi, wanaotaka kuonekana wa maana, ndio waandishi wa habari wamejaa pale. Kila siku front page mwanasiasa. Analeta hela kiasi gani huyo? Lakini kwa nini tunampa hiyo front line? Yaani front page? Kwa sababu kuna kahela fulani tuko kwenye kamtandao kakupewa posho. Na for your information, ngoja niwaambie kitu kimoja. Ukimpigania muovu, haki ya Mungu wallahi inakuwa pia hata wanao hawatatoboa. Utaishia kuwa mwandishi wa habari na ukiumwa utaomba mchango. Yaani huna hata saving, mpaka unapoumwa unaomba mchango. Kakangu Mena nakumbuka hapa, kuna kipindi tulikutana wapi pale Mnazi Moja. Tunahangaika kupambania namna kumstiri mwanahabari nguli. Tunachangishana. Kuna mwingine anambia bana ana hali mbaya sana, inabidi tumpeke matibabu. Sisi tutaendelea kuchangishana lini? Yaani mpaka lini tuachangishana? Kwa mimi nimeomba kama ndugu yenu na wengine mimi ni mdogo wenu, tuachane na kasumba ya kuwabeba watu wa hovyo, wala rushwa, wazembe kwa sababu tu wana hela ya kutupa, alafu tukaliangamize ile taifa. Ushahidi ndio nao mimi, viko vyombo vya habari, wafanyakazi wanalipwa na watu ambao si wamiliki wa vyombo vya habari. Kwa nini? Kwa brandi watu binafsi, kutengeneza image zao ili wafanyeje? Waonekane wema kwa taifa hili, wakati ni majizi tu.